Kwa faida ya hadhara hii, naomba nirudie tena, kitita cha mafao ya huduma muhimu za afya kitagharimu shilingi 150,000 kwa kaya ya watu 6 kwa mwaka. Siku ya jana, Waziri wa Afya Mohamed Mchengerwa aliweza kufanya kikao kazi na wahariri wa vyombo vya habari, wanahabari, lakini pia wataalamu wa mawasiliano kutoka sekta mbalimbali, na lengo lilikuwa ni kwa ajili ya kuhakikisha kwamba anabainisha juu ya mpango mpya wa serikali wa bima ya afya kwa wote, ambapo kwa sasa kiwango cha bima ya afya ya huduma za msingi itatolewa kwa gharama ya shilingi 150,000 kwa kaya, huku wakiweka msisitizo na uangalizi mzuri kwa watu wa makundi maalum na wasiojiweza. Tumekuja kuzungumza na wananchi wa jiji la Dar es Salaam kupata maoni yao. Je, wanauonaje mpango huu mpya wa serikali? Ahueni au bado kuna mambo ambayo wanahitaji yawekwe sawa? Tuwasikilize wananchi wa Dar es Salaam wanazungumza nini. Kwa mpango walioona serikali, sijajua wao kwa upande wao, ila kwa upande wangu ni mzuri, ila kwa wale wenye familia kama wenye watoto wawili, mwenye familia ya watu 4, je, serikali hilo wanalionaje? Je, wanatusaidieje? Tunatakiwa tulipe kama watu wa kaya watu 6 au je, atatusaidieje? Tunapunguziwa kiasi cha malipo, wenye kaya ya watu 4 waweke kiasi chao na kaya ya watu 6 waweke kiasi chao. Serikali yenyewe ndio itaangalia wao wafanyeje, mradi na sisi wenye hali ya chini huduma hiyo tufanyaje itufikie. Ila kwa serikali wameona ni sawa wao kutuletea huduma hiyo. Je, kwa sisi wa Tanzania, je, inafaa au haifai? Hali yetu ya watu ambao tupo chini, mwingine anaweza, ila mwingine anaweza akalipa kwa awamu, au mwingine anaweza akapata akalipa yote. Ila mimi naomba serikali itupe muda, kama baada ya miezi 3 ulipe shilingi kadhaa, ukaja tena 3 shilingi kadhaa, ukaja tena ukamalizia 3 mpaka mwaka ukaisha. Hilo nalo pia serikali waliangalie. Ujue kutokana watu 6, kuna wenzetu wengine uwezo wao watu 6 yuko sahihi wala kina nusu. Unakuta kuna wengine hawapo watu 6. Sangiwa kwa 2 au yuko mmoja. Ni temegeo, si ndio? Unakuta mwingine mzazi ni mzee. Maana ni mzazi, kusema ni mzazi ni baba. Mama anakuta sangine kijana lakini temegeo lipo kwa baba. Sangine mama huyo temegeo lipo kwangu mimi ni kijana. Ngunalisha familia yote. Hata kuniambia bima kwa 150,000 kwa mwezi, kwa mimi nipo sangine niko peke yangu inakuwa ni ngumu. Kwa mimi kama ombi yangu, naomba serikali kama wangetupunguzia au wangepunguza kwa idara. Walikopo watu wachache tuwafanyeje? Kama walikopo watu 2 basi tujue bima yao tuwafanye hivi, na walikopo watu 6 tuwafanye hivi kama inawezekana. 150,000 kwa kutibu watoto 6 baada ya mwaka mmoja ni nzuri. Kuhusu vipimo, dawa na matibabu kwa 150,000 ni nzuri kuliko kwenda kwenye hospitali za pesa. Unaandikiwa dawa, unaandikiwa vipimo, dawa ukanunua mwenyewe. Mpaka ukiangalia umetumia kama 500,000, lakini bado haujakuwa sawa. Mpango kwa kiwango ambacho kimewekwa itakuwa kwa baadhi ya kaya ni kikwazo. Kaya hizo zinatofautiana kiuwezo, maana kwa baadhi ya kaya watamudu kwenye mtandao wa kumwekea kwenye 150,000 kwa mwaka. Baadhi ya kaya itakuwa bado ni mgogoro. Kipato kinatofautiana. Kiwango cha kweli kipo juu. Kama cha 50,000 tulichemsha kulipia kwa kila mmoja mtoto. Hata hii 150,000 kwa familia sawa. Kuna baadhi ya kaya itakuwa normal. Yani wanamudu kuattend kile kulipa ile gharama. Kuachana na kwenda kulipa day pa day, yani ameumwa mtu unalipa shilingi 80 kwa matibabu anaondoka. Lakini kwa baadhi ya kaya kitokea tatizo inakuwa mpaka ndugu wa the combination watoe ile pesa mtoto aweze kutibiwa kwenye hospitali. Tunajua kwa baadhi ya wananchi kujiunga na bima kabla ya kuugua huonekana kama jambo geni, hata linaweza kuzua mashaka.
Lakini hatuwezi kujenga nchi kwa mashaka. Tunajenga nchi kwa maamuzi ya ulinzi. Kujiandaa si kuombea ugonjwa. Kujiandaa ni kujilinda na uhai.